Binafsi nadhani hili ni jambo, kwanza kabisa ni jambo la kizalendo, lakini pia ni jambo la kitaaluma zaidi. Sababu tunafahamu kwamba hata maandiko matakatifu ambayo tunatolea mifano kupitia imani zetu zote kuu mbili tunayatoa kwenye vitabu. Kwa unaweza kuona kwamba toka mwanzo wa dunia ili kitu kiweze kubaki kwenye historia na kiweze kuwa cha siku zote huwa kinahifadhiwa kwenye vitabu. Na kwa binafsi naona kama nina bahati pia kuweza kuwa miongoni mwa watu ambao wamehudhuria utambulisho wa kitabu cha ndugu yangu Daktari Grayson Nyakarungu, ambacho kimezungumzia kwa kina sana utendaji wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ingawa pia kimegusia kwa wale ambao walimtangulia. Lakini nasema imekuwa ni historia kwa sababu nje ya kwanza ya kwamba tunamzungumzia kiongozi wa kwanza mwanamke sio kwenye taifa letu lakini kwenye ukanda wetu wote kwa hizo nchi za maziwa makuu, lakini pia tunazungumzia kiongozi wa mwanamke ambaye alichukua madaraka kipindi kigumu, kwa sababu kumbuka kwamba ni tofauti na wengine ambao wanagombania wanapishana baada ya miaka 10, lakini yeye alipokea kijiti kipindi ambacho nchi imepatwa na msiba wa rais aliyomtangulia, jambo ambalo ni geni sana. Na mbaya zaidi unaweza kuona kwa jinsia yake ya kike, jamii yetu kwa kiasi kikubwa sana ilikuwa haina imani na wanawake kwenye nafasi nyingi za uongozi, hata kwenye ngazi za chini za jamii watu wanasema mwanamke lazima awe nyuma ya mwanaume. Kwa hiyo unaona ni historia, kwa sababu nimeshuhudia andiko zuri, kitabu kizuri ambacho kinamuelezea Rais Samia kwa upana wake, kwa maana kwamba kitabakia hivyo kwa miaka yote, lakini kama itoshi kitamuondoa mtoto wa kike katika hali ya unyonge kwenye jamii yetu, kiasi kwamba wanawake wengi hata wa sasa hivi watakaozaliwa watakuta kumbukumbu za Rais Samia kupitia kitabu kama hiki, na wanaweza kuwa na uthubutu mwingine mkubwa kama alivyofanya Mheshimiwa Rais Samia. Kwa yote hayo yanawezekana kwa sababu yamehifadhiwa kwenye kitabu, na kwa sababu hiyo ndio maana nampa kongole nyingi sana mtunzi Daktari Nyakarungu, kwa sababu pia hajakiandika kitabu kwa mtiririko ambao wamezoea wengi kuona. Mimi pia ni malenga kama alivyozungumzia, yeye ni malenga. Kaandika kitabu katika mtindo wa mashairi, kitu ambacho kinaweza kuwa ni chachu ya kuwavutia watu kukisoma, hasa kizazi kipya ambacho kinahitaji kujifunza na kuweza kwa wanaume kuamini wanawake, lakini pia wanawake kujiamini wenyewe kupitia namna ambavyo Grayson Nyakarungu daktari alivyokiandika kitabu hichi, lakini pia yale ambayo ameyaeleza hasa kuhusu wasifu kwa Rais Samia, lakini pia yale ambayo ameyatekeleza yanayoonekana, sababu lazima tukubali kwamba pia hakupokea kijiti cha urais kwa wepesi kwa maana aongoze nchi, lakini pia mtangulizi wake alikuwa ni rais mchapakazi ambaye alishaanza kazi nyingi na ngumu, miradi ya kimkakati ambayo hakuna angedhania kirahisi kwamba ingekamilika kwa wakati huu wa miaka 4 ya Daktari Samia, lakini ameweza kubeba mizigo hiyo, ameweza kutekeleza na ameweza kuanzisha vya kwake. Sasa yote hayo utayapata kwenye kitabu cha Daktari Grayson Nyakarungu ambacho kimeeleza kwa uwazi sana. Kwa kwangu mimi ni siku kubwa, ni siku ya sherehe, na ninashukuru kuwa miongoni mwa wale ambao wamepata heshima ya kuwa wahudhuriaji wa tukio kubwa la leo. Niliwahi kushiriki uchaguzi kugombea kupitia ACT Wazalendo wakati wa awamu ya 4. Nilipokuja awamu ya 5 na nadhani awamu ya 6 pia imeambukiza hicho kitu kwa awamu ya 5. Mimi sikuwa nataka nigombea labda niwe kiongozi. Siamini hilo, mimi naamini viongozi ni wachache, lakini nilitaka viongozi wenye maono ya kuona kama wanaweza kuitendea nchi haki, kuipeleka sehemu moja kutoka sehemu nyingine. Hasa kipindi hiki sina sababu ya kugombea kwa sababu naona mambo yanaenda, mama anafanya vitu vikubwa sana, lakini kama itoshi kupitia yeye anatoa hamasa kwa wale ambao wako nyuma yake, kwa sababu wanafuata mfano wake, uadilifu, uzalendo, uchapakazi. Naona viongozi wangu wengi wa chama changu cha Mapinduzi wana mwelekeo na mtazamo sawa sawa na Rais Samia. Kwa napenda nitoe nafasi kwa wale ambao wana nafasi ya mbele zaidi yangu kuna kama waweza kutumikia nchi. Sasa mimi tayari ni kiongozi kwenye jamii. Kumbuka mimi ni msanii maarufu. Mimi ni mfalme wa rhymes ambaye sina nafasi, sina mbadala mpaka leo. Kwa tayari mimi nina sauti kupitia kile ambacho Mwenyezi Mungu amenipa kama na sanaa yangu, kipaji changu, lakini na ufalme wangu. Kwa natamani kuona nikiwapa nafasi wale wengine ambao wana vitu vingi lakini hawana sauti ya kuvifikisha mbele kama mimi, wakigombea nafasi za uongozi kwenye eneo lao hilo, ili sasa wao
waweze kuisha karama zao kupitia nafasi za uongozi ambazo mimi tayari karama yangu naonyesha kupitia sanaa yangu. Kwa hiyo nadhani sina mpango huo kwa sababu naridhika na yanayofanyika kwa sasa, lakini pia natamani kuwa nyuma kuweza kuwatia moyo wale ambao wanaweza kuchukua nafasi hizi. Sababu mimi ni msanii huru, ni mtu huru ambaye nitasema hiki ndio tuende nacho, hiki sio tusiende. Sababu tayari naona serikali yenyewe ya sita Mama Samia imeruhusu watu kuwa na uhuru wa maoni, yani tumekuwa huru sana, ameifungua nchi kwa upande huo pia. Kwa hiyo sina sababu yote kugombea kwa sababu na nafasi ya kutoa maelezo yakasikika na yakatekelezeka kwa wale ambao wako tayari kugombea.